Grace Maya Ministries. Wakristo wengi hujipata katikati ya utumwa na ushindi. Yesu hakufa ili tupokee nusu ya kile ambacho anataka kutupatia. Anataka tupate yale anayotupatia kikamilifu. Je, umewahi kuhisi kana kwamba umekwama mahali fulani katikati? Una uhakika kwamba hutaki kurudi mahali ulipotoka, lakini huna uhakika kwamba unaweza kuendelea mbele mpaka mwisho. Mimi najua nimewahi kuhisi hivyo. Ni kana kwamba unasema, Mungu umenifanyia mengi sana kiasi kwamba siwezi kurudi nyuma, lakini sina uhakika kwamba naweza kuendelea mbele mpaka mwisho. Usiishi maisha duni, usiwe vuguvugu. Yesu anasema maneno makali mno kwa wale walio vuguvugu katika Ufunuo 3. Alisema, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Sidhani kama hii inamaanisha watu wenye uvuguvugu hupoteza wokovu wao, bali nafikiri kwamba Mungu hukerwa mno wakati hatujitolei kikamilifu kwake wala kwa mambo yaliyo muhimu kwake. Hivi karibuni nimekuwa nikisoma vitabu vingi vya mtu mmoja anaitwa A.B. Simpson ambaye aliaga dunia takriban miaka 100 iliyopita. Na kimoja chapo cha vitu alivyosema ambacho kilinivutia ni kwamba mojawapo ya ishara za kwanza za mtu aliyejazwa na Roho ni shauku. Napenda hiyo. Tunahitaji kuwa na shauku kuhusu kupata ukomavu wa kiroho. Tunahitaji kuwa na shauku kuhusu kukua katika Mungu. Tunahitaji kuwa na shauku hata kuhusu kuzifia nafsi zetu, kwa sababu kila tunapoifia nafsi tunakuwa huru zaidi na tunamtukuza Mungu zaidi. Kuwa na shauku kuhusu utiifu. Usinungunike wakati mhubiri anasema leo nitafundisha kuhusu utiifu. Usinungunike wakati mhubiri anasema leo nitafundisha kuhusu nidhamu na kujidhibiti mwenyewe. Naweza kwenda katika kongamano na niseme leo nitafundisha kuhusu nidhamu na kujidhibiti mwenyewe. Eti nini? Hujasikia chochote mpaka utakaposikia wanawake 15,000 wakinungunika. Tunahitaji kusema vizuri kabisa, nina shauku ya kusikia hiyo. Katika Ufunuo, Biblia inasema kwamba hata wakati Mungu anaturudi na kutuadhibu, tunapaswa kuwa na shauku kwa ajili ya hiyo. Hakuna kitu kibaya kama kuishi katika fikiria ya uongo kwamba watu wengine ndio wana matatizo wakati wewe ndiye uliye na tatizo. Yesu hakukusudia kwamba tupokee nusu ya kile ambacho anataka kutupatia. Hebu tuangazie Waebrania 6:11. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile mpaka mwisho. Kila mtu aseme nitaendelea mpaka mwisho. Kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Basi anasema kwamba ikiwa kweli unataka kushuhudia ahadi za Mungu, ikiwa unataka kufanya zaidi ya kuzungumza tu kuhusu ahadi za Mungu, ikiwa kweli unataka kushuhudia ahadi hizo maishani mwako, basi ni lazima uendelee kutembea na Mungu mpaka mwisho. Basi ni nini huwazuia watu kuendelea mpaka mwisho? Mambo huwa shwari mpaka wakati tunaanza kuona gharama. Mpaka tunapoanza kuhisi uchungu wakati mambo haendi kama tunavyotaka na tunapokosa kupata faraja. Pengine mpaka unapojipata uko peke yako katika njia hiyo tuliyochagua na tunakuwa na upweke. Kisha tunageuka na kurudi nyuma. Usikubali kusalia mahali fulani ambapo si pazuri kwako, eti kwa sababu kuendelea mbele kutakugharimu kitu. Hebu tuangazie Mwanzo 11:31. Kifungu hiki kilinivutia miaka mingi iliyopita na kinanifundisha kitu. Unajua, huwa tunafikiria kuhusu Abrahamu na jinsi Mungu alivyomuita na
na akamwambia anataka kuweka agano naye. Lakini siamini kwamba Abrahamu ndiye mtu wa kwanza ambaye Mungu alitaka kuweka agano hilo naye. Nafikiri Mungu alikuwa anatafuta mtu yote ambaye alikuwa tayari kutembea naye mpaka mwisho. Mstari wa 31, Tera akamtoa Abrahamu mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Hiyo inasikitisha. Sijui kama unajua au la, lakini hiyo sentensi ya mwisho inaashiria jinsi walivyokata tamaa. Walikuwa wanaenda mahali fulani, lakini walipofika Harani walikaa hapo. Pengine walikuwa wamechoka. Pengine safari hiyo ilikuwa ndefu zaidi kuliko jinsi walivyofikiria. Pengine baadhi yao tayari walikuwa wameshakata tamaa zamani na hawako nataka iwe ni hao tu ndio watakaoendelea mbele na walipe gharama na kuendelea mpaka mwisho na wapate ushindi. Sijui ni nini humfanya mtu akakata tamaa. Laiti ningelijua ni nini hicho kilicho ndani ya watu kinachofanya baadhi ya watu wamshikilie Mungu ndani kabisa ya roho zao na watakabiliana na kitu chochote mpaka wapate ushindi. Na watu wengine hawana ujasiri kabisa na ni wenye kunung'unika kiasi kwamba wanakata tamaa kwa urahisi sana kwa sababu ya mambo madogo. Laiti ningeliweza kuambia kitu hicho cha kimuujiza kinaweza kupatikana wapi. Na laiti ningeweza kukiweka kitu hicho katika maisha ya mtu yeyote ambaye hana. Lakini ni kitu ambacho kiko ndani yako na ni wewe tu ndiye unaweza kukipata ukishirikiana na Mungu, na ni wewe tu ndiye unaweza kuamua kukipata. Ndio maana Biblia inasema, naweka mbele yenu uzima na mauti, chagueni kile mnachotaka. Hadithi niliyowasimulia jana usiku kuhusu mimi na kakangu, sisi sote tulikuwa na kiwango sawa cha elimu. Sote tulilelewa katika nyumba moja. Kwa kweli hali zangu za kimaisha zilikuwa mbaya zaidi kushinda zake. Naye hakuweza au alikataa kuwa na azma ya kuwa bora zaidi, ilhali mimi nilikuwa na azma hiyo. Si kwa sababu nilikuwa bora zaidi, bali ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za yeyote aliye tayari kuzipokea. Na ikiwa sitaweza kukufanya uamini hilo, basi kama hutapata ushindi, kwa sababu ukifikiria kwamba ahadi za Mungu ni za watu wengine lakini si wewe, hutapata kile ambacho Mungu anataka upate, na daima utaishi katikati ya utumwa na ushindi. Utakuwa unajikokota huku ukiangalia watu wengine ambao wamefaulu, na utashikwa na wivu na chuki. Tunamtukuza Mungu tunapoendelea mbele na kukomaa kikamilifu katika Kristo. Hata ikiwa hutaki kufanya hivyo kwa ajili yako, basi mfanyie Mungu. Tunamtukuza Mungu tunapoendelea mbele mpaka mwisho. Warumi 8:29 inasema, tulichaguliwa tangu asili tufananishwe na mfano wa mwana wake Yesu Kristo. Sasa unajua, Biblia hutuita udongo na Mungu ndiye mfinyanzi. Na ikiwa mimi ni udongo, kile kinachonipata sasa hivi si kitu cha kufurahisha sana. Umbo langu linabadilishwa, umbile langu linabadilishwa. Sifurahii jambo hili. Sidhani kama nilikuwa tayari kwa jambo hili. Hiki ni kielelezo duni mno, lakini acha tuseme huu ni mfano wa Kristo. Walijaribu kunitengenezea kisu cha kukata biskuti ambacho kina jina la Yesu, lakini kikawa kibaya kushinda hii. Basi Kristo anakuja na anasema, ni hatima yako kuwa kama mimi. Ni hatima yako sifa zako zibadilishwe ili uweze kufikiria kama mimi na utake kile ninachotaka na utende matendo kama yangu na uwe na fikiria kama zangu na uwe na hisia kama zangu. Ni hatima yako. Na unajua, ikiwa ni hatima yako kupata kitu fulani, sijali utafanya nini, kama hutakuwa na furaha bila kitu hicho. Unajua nini? Itatubidi wewe na mimi tutekeleze mapenzi ya Mungu, la sivyo tutafadhaika. Unafikiri utakuwa na furaha ukifanya kile unachotaka? Hutakuwa na furaha ukifanya kile unachotaka ikiwa kile unachotaka si mapenzi ya Mungu. Hutafaulu. Mungu ana hekima kutushinda sisi, na mawazo yake ni bora kuliko yetu. Hebu tuseme nafika mahali ambapo nasema, ndiyo Mungu, ndiyo. Pengine iwe ni wakati ambapo nahisi nina nguvu sana kiroho baada ya kusikia wimbo mzuri wa sifa. Na mimi na kibweta changu cha marashi ya thamani napata hisia hiyo hapo sasa.
Kuna wakati tunaweza kusema ndiyo Mungu, nifanye kile unachotaka niwe, na asanteni, lakini bado kuna tatizo moja tu. Bado nina ubinafsi mkubwa. Basi kinachohitaji kutendeka ni hiki. Mtazamo mbaya ni sharti uondoke. Fikiria mbaya ni lazima ziondoke. Maneno mabaya ni sharti yaondoke. Ubinafsi na kujifikiria mimi tu ni sharti kuondoke. Hasira ni sharti iondoke. Kutosamehe ni sharti kuondoke. Ni sharti kuondoke, sijui ni kitu gani kingine, lakini ni sharti kiondoke. Na hatimaye tumefika. Amen. Sisi ni watakatifu wakamilifu, si watakatifu wadogo. Oh, wewe mtakatifu mdogo wewe. Hapana, Biblia inatuita watakatifu na makuhani wa Mungu muweza yote. Wanajeshi. Ikiwa nataka kuacha kuwa mtakatifu mdogo na niwe mtakatifu kamili, Joyce, tafadhali niambie hiyo itanigharimu nini? Itanigharimu nini nikisema ndiyo Mungu? Ni nini kitatendeka ikiwa utakapoondoka hapa leo utasema kutoka moyoni mwako kwamba sawa Mungu, hata sijui kwa nini nasema ndiyo, lakini je, nina ujasiri wa kusema jambo hilo? Nifinyange niwe kama mfano wako. Nifanye niwe jinsi unavyotaka niwe. Ikiwa na kuomba kitu chochote ambacho si mapenzi yako, Mungu tafadhali usinipe kitu hicho. Mapenzi yako yatimizwe, si mapenzi yangu. Ukishasema hivyo, punde unaposema hivyo, huwezi kurudi nyuma. Mungu ni kama mtu ambaye hawezi kubadilisha mkataba. Kile unachosema ndiyo dhamana yako, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kisha anaanza kazi yake. Na ungefurahi sana kama angekuwa anafinyanga watu wengine, lakini si wewe. Lakini atakufinyanga wewe pia. Na mara nyingi huwa tunafikiria, kwani watu wengine hawana kasoro, ni mimi tu? Nilikuwa nafadhaika sana nikimuuliza Dave, kwani Mungu hakabiliani nawe kuhusu kitu chochote? Na angejibu, hapana, sidhani. Nami ningemuuliza Mungu, je, kutakuwa na uchungu? Nitakuwa salama? Unajua, sijawahi kuona msalaba laini ambao unaweza kuulalia na starehe. Je, kama Yesu angelienda msalabani na aseme, oh, ngoja kidogo, nataka msalaba wenye pamba laini. Unajua, msalaba daima umekuwa ukiashiria mauti, lakini pia unaashiria ufufuo. Sisi ufikiria nini tunapotazama msalaba? Hatuwezi kufikiria tu kuhusu ufufuo. Tunamshukuru Mungu kwa Jumapili, lakini lazima upitie Ijumaa kabla hujafikia Jumapili. Huwezi kuepuka Ijumaa na ufikie Jumapili. Mambo hayaendi hivyo. Ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Ijumaa Yesu alitundikwa msalabani na akateswa, lakini Jumapili msalaba ulikuwa mtupu. Haleluya, amefufuka. Ni nini kilitendeka katika kipindi hicho kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili? Alichukua funguo za jehanamu na mauti kutoka kwa mikono ya Shetani. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje na ziharibu kazi za Ibilisi. Hakuhitaji kufanya hivyo kwa faida yake, ni kwa faida yako, ni kwa faida yangu. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa kwamba nisiwe mtakatifu mdogo, kwamba nisikwame katikati kabla sijafikia mazuri ambayo Mungu anataka niwe nayo. Kwa nini Roho Mtakatifu alikuja? Ili anipe uwezo wa kuendelea mbele na Mungu mpaka mwisho. Uhitaji Roho Mtakatifu ili ukate tamaa? Mtu yeyote anaweza kufanya hivyo.
lakini tunahitaji nguvu ya kuendelea na Mungu mpaka mwisho. Kufa ni kitu cha kutia uchungu. Unajua, kuna wakati nilikuwa nahubiri na ilinibidi niseme nimeacha kujaribu kufurahisha watu, na kila mtu alipiga makofi. Jambo hilo linaonekana ni la kiroho mno. Ni la kiroho mno. Ndio, nilifia kujaribu kuwa na sifa nzuri, lakini ilinibidi nipitie hali ngumu mno ili nifikie mahali ambapo sikujali sana kuhusu jinsi watu wanavyonifikiria au wanavyonisema. Nitamfuata Mungu na nifanye kila anachotaka nifanye, hata kama hiyo itamaanisha sitakuwa na hata mtu mmoja duniani atakayesimama na mimi. Je, nimepata ushindi kikamilifu? Oh, hapana. Huwa napewa mtihani mara kwa mara. Na kuambia, kuogopa mwanadamu ni kitu cha kufadhaisha mno. Cha kufadhaisha mno. Acha kupiga breki kila unapojipata katika hali ambazo ni ngumu kwako. Na kila mmoja wenu anapitia hali kama hizo. Kila mmoja wenu katika chumba hiki anaweza kufikiria kitu wakati huu ambacho Mungu anajaribu kukufanya ukitekeleze mpaka mwisho. Na nakuhimiza leo, tekeleza kitu hicho na umalizane nacho. Mambo yakiwa magumu, sema hivi: naweza kukubali uchungu wa kutiwa nidhamu leo, au naweza kukubali kuwa na uchungu wa majuto kesho. Amen. Hiyo ni nzuri ya kuweka kwa Twitter. Unaona, najua hayo maneno yote ya kisasa. Sawa, sasa alasiri ya leo nataka kuzungumza nanyi kuhusu swala hili la kufia nafsi kwa njia inayozingatia vitendo. Kwa sababu ni rahisi kulisema tu. Naweza kusomea maandiko yote kuhusiana na swala hilo, kama vile sahau nafsi yako, jisahau kabisa, sahau kabisa matakwa yako yote, jitwike msalaba wako na unifuate. Kisha tuhisi tuko kiroho sana. Ikiwa utasema ndio kwa Mungu na hapana kwa nafsi yako, hiyo inamaanisha ni sharti ujitayarishe kiakili kuteswa. Hakuna haja nisimame hapa na niwadanganye kwa kuambia tafadhali njoni hapa mbele madhabahuni, kisha niwapungie mkono juu ya vichwa vyenu na mwende nyumbani mkiwa huru. Lakini naamini naweza kuambia ukweli. Mungu ana kitu kizuri ajabu kinachowangoja ule upande mwingine wa msalaba. Na unaweza kuchagua kustahimili uchungu wa kupiga hatua mbele, au unaweza kukubali uchungu mbaya zaidi ambao ni kusalia mahali ulipo maisha yako yote. Niko radhi nikubali uchungu wa kupiga hatua mbele badala ya uchungu wa kukwama pale pale. Amen. Na sitaki muone kana kwamba nasema kukubali uchungu huo ni kukubali maisha ya uchungu, kwa sababu si hivyo. Kila unapopita na ufike ule upande mwingine, jamani, huo ni wakati wa kusherehekea na kupata ushindi. Na nyuma yako umeacha kitu ambacho shetani hawezi tena kukitumia dhidi yako. Kukasirika kila mambo yanapokosa kwenda kama unavyotaka si kuwa huru. Uhuru ni wakati ninapomwambia Dave afanye au usifanye kitu fulani na aseme hapana, sitaki kufanya hivyo. Nami nasema sawa. Huo ni uhuru. Niko huru wakati si lazima niwe nimekasirika kwa siku 4 au nianzishe mabishano na niwe nimefadhaika na nijionee huruma na nimlaumu. Niseme tu sawa. Joyce, ulikuwaje ukafika hapo? Nilikufa. Uchungu. Pengine unasema unamaanisha nini? Acha niseme mambo yalikuwa hivi. Unajua, ni wakati Mungu alianza kuninenea kuhusu kuacha kuwa na mtazamo wa kuona najua yote na kujibizana na Dave kila wakati. Najua, daima mimi ndiye nilitaka kutoa kauli ya mwisho. Ndio, unajua, kuona mimi ndiye mjua yote. Jukumu langu lilikuwa tu kufunga kinywa changu. Unajua, nilikuwa kama ile sufuria ya mvuke. Kama ningelishikwa na hasira, nilihisi kana kwamba kuna shinikizo iliyokuwa inapanda juu ndani yangu. Oh, jamani, ilikuwa hapa. Oh. Ilikuwa kama na Roho Mtakatifu ndani yangu alikuwa anafanya. Na Dave amesimama pale, uso wake ukionyesha kwamba anafurahia anayojiri, nami nafikiria basi kile kilichotokea nikifanya hivi ni
Hiyo imepunguza shinikizo. Lakini ilinibidi nizunguke mlima huo wa kukera mara nyingine tena. Au mara 100 tena. Na hatimaye nilipofikia mahali ambapo ilibidi niseme, Mungu nisaidie. Nasema ukweli, nakumbuka nikisema hivyo, siongezi chumvi. Nakumbuka wakati mmoja nilikimbia ndani ya nyumba yangu, nikaingia bafuni na nikajifungia humo, kisha nikajifunika uso wangu kwa taulo nikifanya nilifanya hivyo. Nakwambia nilitamani sana kumrushia maneno, na nilijua kwamba Mungu alikuwa ananiambia usijibizane naye, usifanye hivyo. Basi kama ningeweza kustahimili jaribu hilo, hamu hiyo ya kujibizana naye ilikufa kidogo. Kwa sababu unaona, kitu chochote ambacho hukilishi kitakufa. Kila tunapokipatia nafasi, tunakilisha. Kila tunapotii matakwa ya mwili, tunaulisha. Hicho ndicho kitu Biblia inamaanisha inaposema jikane mwenyewe. Hiyo haimaanishi kwamba huwezi kutengenezewa kucha za mikono na miguu na hupasi kujinunulia vipuli vipya, tunapaswa tu kuishi maisha duni. Kujikana mwenyewe kuna maanisha Mungu akikwambia ufunge kinywa chako, funga kinywa chako. Ikiwa Mungu anakuambia uache kuwa na mtazamo mbaya, basi achana na mtazamo huo mbaya. Ikiwa Mungu anakuambia uende umuombe mtu fulani msamaha, usibishane naye kwa wiki 10, fanya anachokuambia. Oh, hallelujah. Fanya uamuzi na usiubadilishe. Napenda hiyo katika Wakolosai 3. Fanya uamuzi na usiubadilishe. Mume wangu ni hodari katika jambo hilo. Yeye hufikiria kuhusu vitu mapema na kisha anafanya uamuzi wake. Basi hapo mwanzoni mwa mwaka Dave hakuwa anajihisi vizuri sana. Ukweli ni kwamba alikuwa anajihisi vibaya sana. Kulikuwa na vipindi ambapo alikuwa anapata hisia za kuwa na wasiwasi na kuwa mchangamfu kupita kiasi. Alikuwa anashindwa kuwa mtulivu. Na hiyo si kawaida kwake. Unajua hata Mungu anajua. Hatutaki Dave awe mchangamfu kupita kiasi, sio? Mimi kama mke wake ni mchangamfu vya kutosha. Basi, ili nifupisha hadithi hii, baada ya kufanyiwa uchunguzi mwingi, ilipatikana kwamba mwili wa Dave ulikuwa unachangamshwa na sukari kupita kiasi. Basi, na ghafla kwa miezi 6 sasa ameambiwa asitumie sukari kabisa au kitu chochote chenye sukari ndani yake. Basi, kufikia leo hajakuwa akitumia sukari kwa miezi 3. Sasa, Mungu ni shahidi wangu, nitawaambia ukweli. Kwa muda huo wote, sijamsikia akinung'unika wala akilalamika hata kidogo kwa sababu ameambiwa asitumie sukari. Na sitamsikia akinung'unika wala akilalamika. Huwa namuuliza, "Je, wewe hutamani sukari?" "Hapana." Alisema, "Hii itanisaidiaje? Sipaswi kuitumia." "Itanisaidiaje kuitamani? Nimeambiwa nisiitumie." "Lakini Joyce, siwezi kujizuia kuhisi jinsi ninavyohisi." Lakini unaona, jinsi tunavyohisi inafungamana na jinsi tunavyofikiria. Ukiwa na fikira sahihi, mambo mengine yote yatafuata fikira zako zilizo sahihi. Dave huona kitu kimantiki kabisa. Sipaswi kutumia sukari, basi sitatumia sukari. Niliwahi kumwambia kama vile tunazidi kuwa wazee na unajua mwili haufanyi kazi jinsi ulivyokuwa unafanya kazi hapo awali, lakini hata hivyo tuko sawa. Nilimwambia, "Dave, utakuwa na hisia gani utakapofikia mahali ambapo utaweza kucheza gofu tena?" Aliniambia, "Tayari nimeshafikiria jambo hilo." Na alisema, "Tayari nimeshaamua kwamba nitakuwa sawa. Nitafanya tu kitu kingine." Basi unaona, tayari ameshaamua kupata ushindi wake mapema. Na kile ambacho wengi wetu hufanya ni kuamua kushindwa mapema, na tunashikwa na hasira, fadhaa na wasiwasi. Kitu hiki kikitendeka tena, nitalipuka. Kwa hivyo ikiwa utakuwa katika Mungu na uache kuwa mtakatifu kidogo na uwe mtakatifu mkamilifu, huna budi kuwa na fikira sahihi. Jambo hili halitakuwa rahisi, litanigharimu kitu, litanitia uchungu, lakini nitaendelea mbele mpaka mwisho pamoja na Mungu. Nitakuwa mtu ambaye Mungu anaweza kujivunia. Nitakuwa mtu ambaye atamfanya Mungu atabasamu. Sitakubali kuwa katikati ya kushindwa na kuwa mshindi. Nitaendelea mbele mpaka mwisho. Jamani, nataka muwe na roho hiyo pamoja nami leo. Nitaendelea kutembea na Mungu mpaka mwisho.